baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, namna ya kumpokea mtoto Yesu. Alipogundua Bikira Maria ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ama alipogundua Bikira Maria amepata mimba ambayo siyo ya kwake, kipindi cha Wayahudi kionekana mtu yupo katika hali ya uchumba na amepata mimba, adhabu yake ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka kufa. Lakini Yosefu anampokea mtoto Yesu kwa imani. Yosefu anakiri anayekuja ni mwana wa Mungu, na malaika Gabrieli kupitia ndoto aliyomuonyesha anampokea Kristo kwa furaha na imani. Ikiwa bado wiki moja tu katika kuadhimisha ama kusherekea fumbo hilo la umwilisho, tumwombe Mungu katika adhimisho hili la ibada ya misa kumpokea Kristo Masia anayekuja katika maisha yetu kwa imani. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, sisi tunaokandamizwa na utumwa wa kale chini ya nira ya dhambi, tunakuomba utujalie tuokolewe kwa kuzaliwa kupya kwa mwanao pekee tunakotazamia, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Yeremia. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Kwa hiyo angalia, siku zinakuja, asema Bwana, ambapo hawatasema tena, aishivyo Bwana aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, lakini aishivyo Bwana aliyewapandisha na kuwaongoza wazao wa nyumba ya Israeli kutoka nchi ya kaskazini na kutoka nchi zote nilikowafukuza, nao watakaa katika nchi yao wenyewe. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi, na wingi wa amani milele. Siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi, na wingi wa amani milele. E Mungu, mpe mfalme hukumu zako, na mwana wa mfalme haki yako. Atawaamua watu wako kwa haki, na watu wako walioonewa kwa hukumu. Siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi, na wingi wa amani milele.
kwa maana atamwokoa mhitaji alipo, na mtu aliyeonewa iwapo hana msaidizi. Atamhurumia aliye dhaifu na masikini, na nafasi za wahitaji ataziokoa. Siku zake na ahimidiwe Bwana Mungu, Mungu wa Israeli, atendaye miujiza yeye peke yake. Jina lake tukufu na lihimidiwe milele. Dunia yote na ijae utukufu wake. Amina na amina. siku zake Kiongozi wa nyumba ya Israeli, uliyempa Musa amri zako juu ya mlima Sinai, uje kutuokoa kwa mkono wako. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. utukufu kwako, e Bwana. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii Isaya akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, Kristo ndiye mkuu wa familia zote. Tukitegemea uongozi na ulinzi wake, tumuombe. Tutaitikia, twakuomba utusikie. Uwasaidie wachumba wote kufikia hatua ya kufunga ndoa, e Bwana. Uwasaidie watu wa ndoa ili wapendane na kuvumiliana katika tofauti kasoro zao, e Bwana.
Wafanye watoto wawe watiifu kwa wazazi wao, e Bwana. Wawezeshe wazazi kuwalea watoto wao katika misingi ya kiimani na ya Kikristo, e Bwana. Wasaidie wanafamilia wote walioasi dini ya Kikristo kurudia njia ya imani, e Bwana. E Baba mwema, tunakuomba uyasikilize maombi yetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sadaka yangu, naleta sadaka ya shukrani, ni sadaka nzuri upokee, sadaka ya unyonge wangu. Naileta na nafsi yangu, e Mungu wangu, wanijua mimi mdhaifu, nishike mkono niokoe ulimwengu wa mateso. Nishiriki uzima mema mengi umenijalia, nashukuru sana Mungu wangu, asante Baba. Sadaka yangu, naleta sadaka ya shukrani, ni sadaka nzuri upokee, sadaka ya unyonge wangu. Naileta na nafsi yangu, e Mungu wangu, wanijua mimi mdhaifu, nishike mkono niokoe ulimwengu wa mateso. Nishiriki uzima Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, sadaka hii tunayoadhimisha kwa heshima yako itupendekeze kwa jina lako, ili tustahili kushiriki umilele wake yeye ambaye kwa kuja kutwaa hali yetu ya kufa aliponya kufa kwetu, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ambaye alitabiliwa na maaguzi ya manabii wote, Mama Bikira alimchukua kwa upendo wa ajabu, na Yohane Mbatizaji alishangilia kuja kwake na kumtambulisha alipofika. Yeye aliyetujalia kungojea kwa furaha fumbo la kuzaliwa kwake,
atukute tukikesha katika sala na tukimshangilia kwa nyimbo za kumsifu. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
tuombeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele.
Tuombe. Ee Bwana, utujalie kuzitafakari fadhili zako katikati ya hekalu lako, na tupate kujiweka tayari kuadhimisha kwa heshima kubwa sikukuu za ukombozi wetu zinazokuja, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Nawatakia mchana mwema.